Nitasoma kutoka kitabu cha Mwanzo mstari wa 18. Siku ile Bwana akafanya agano na Abrahamu, akasema, uzao wako nimewapa nchi hii, kutoka mto wa Misri mpaka huo mto mkubwa, mto Frati, Mkeni na Mkenizi na Mkadimoni na Mhiti na Mperuzi na Mferai na Mwamori, Mkanani na Mgirisi, Mgigashi na Myebusi. Kwa hiyo hapa tunaona kwenye Mwanzo 15, Mwanzo 15 ambapo Mungu alifanya agano na Ibrahimu, ambapo kwa Ibrahimu ndio ulikuja uzao ambapo mataifa watabarikiwa. Na Ibrahimu alipokea hii ahadi kupitia imani. Ndio maana Ibrahimu anaitwa baba wa imani. Hiyo ilikuwa inamaanisha Yesu atakapokuja kwamba watu wengi watampokea kupitia imani. Wataipokea ahadi ya wokovu kupitia imani kama Ibrahimu ilivyokuwa. Lakini maandiko yanaendelea kusema nitasogea tena kwenye Mwanzo 18:18. Mwanzo 18:18 inasema, akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa hiyo kwenye Mwanzo 15:18 tumeona kwamba Mungu alifanya agano kati yake na Ibrahimu. Alafu kwenye Mwanzo 18:18 tumeona Mungu anamwambia tena Ibrahimu kupitia yeye mataifa yote ya duniani watabarikiwa. Hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Watu wengi wanasema kwamba mataifa kubarikiwa kwao ni kwamba watafanywa kuwa wana wa Israeli kwa imani. Kwamba watakuwa wana wa Israeli kwa imani. Kwa hiyo watu wengi wanasema kwamba mataifa kubarikiwa kupitia Ibrahimu ni kwamba wao watakuwa wana wa Israeli kupitia imani. Kwamba ukishamwamini Yesu wewe unafanyika kuwa nzao ya Ibrahimu kwa imani. Lakini huo si ukweli. Hauwezi ukawa uzao wa mtu fulani kwa imani. Kwa mfano mimi baba wangu anaitwa Mzee Runai, huwezi ukawa mtoto wa Runai kwa imani. Unatakiwa uwe unatoka kwenye viuno vya Mzee Runai uitwe wewe ni uzao wa Mzee Runai. Vivyo hivyo inaenda kwa Ibrahimu. Ili wewe uwe mwana wa Israeli inamaanisha kwamba uwe uzao wa Ibrahimu, unatakiwa uwe umezaliwa na Yakobo. Sio kwa imani. Hakuna kitu kinaitwa mtoto wa Ibrahimu kwa imani. Kwamba wewe unafanyika mwana wa Israeli kwa imani kwa kumwamini Yesu, wewe unafanyika kuwa Israeli. Hamna. Wewe kuwa Israeli unafanyika kuwa Israeli kwa kuzaliwa.
Nitasoma kutoka kitabu cha Warumi. Kitabu cha Warumi unaona kitabu cha Warumi 9 taanzia mstari wa 4. Kwa hiyo Paulo alikuwa anaendelea kukuambia uzao wa Ibrahimu kupitia Isaka na Yakobo ni kwa mwili, sio kwa imani. Tasoma ambao tutaanzia 1. Hii ni Warumi 9 mstari wa 1. Nasema kweli katika Kristo sisemi uongo, dhamira yangu ikinishuhudia katika Roho Mtakatifu ya kwamba nina huzuni nyingi na maumivu yasiyokoma moyoni mwangu. Kwa maana ningeweza kuomba mimi mwenyewe niharimishwe na kutengwa na Kristo kwa ajili ya ndugu zangu. Kwa hiyo huyu ni Paulo. Watu wao wanasema kwamba Paulo alifanya mtume wa mataifa na kwamba watu wote walifanya uzao wa Israeli kwa njia ya imani au Yesu kufa msalabani. Lakini Paulo kwenye Warumi 9 anakuambia kwamba yeye mwenyewe angetamani aharamishwe. Inamaanisha nini? Na kutengwa pamoja na Kristo. Kwamba Paulo alikuwa anatamani apitie mateso aliyopitia Yesu kwa ajili ya ndugu zake wana wa Israeli kwa njia ya mwili. Kwa hiyo wewe hauwezi ukawa mwana wa Israeli kwa njia ya imani. Kwa hiyo tukirudi nyuma kwenye Mwanzo 18:18, Mungu anapomwambia Ibrahimu mataifa watabarikiwa kupitia wewe. Hiyo inamaanisha nini? Kwamba mataifa watabarikiwa kupitia Ibrahimu. Hiyo sio lazima imaanishe kwamba mataifa wote watafanyika kuwa wana wa Israeli kwa imani. Taendelea. Kwa jinsi ya mwili ambao ni wa Israeli. Kwa hiyo kwenye Warumi 1 na kuendelea tunaona ili uwe mwana wa Israeli hiyo inaenda kwa mwili. Kwamba wewe ili kuwa mwana wa Israeli unatakiwa uzao wako uende mpaka kwa Yakobo ambaye ndiye mwanzilishi wa hilo taifa. Hauwezi ukawa Israeli kwa njia ya imani kama wengi wanaposema. Tutaendelea. Wenye kule kufanywa wana na ule utukufu na maagano na kupewa torati na ibada ya Mungu na ahadi zake, ambao mababu ni wao, na katika hao alitoka Kristo kwa njia ya mwili, ndiye aliye juu ya mambo yote, Mungu mwenye kuhimidiwa milele. Amina. Si kana kwamba neno la Mungu limetutenga, maana hawawi wote wa Israeli walio wa uzao wa Israeli. Kwa hiyo hapa Paulo anaendelea kukwambia kwamba yeye mwenyewe alitamani aharamishwe pamoja na Kristo na kutengwa kwa ajili ya ndugu zake ambao ni wana wa Israeli kwa njia ya mwili. Kwa hiyo mpaka hapa tumeona kwamba ile mataifa kubarikiwa kupitia Ibrahimu haikumaanisha kwamba wewe unaweza kuwa Israeli kwa kuwa Mkristo. Hicho kitu hakipo. Kuna watu wengi ukiongea nao wanakuambia kwamba sisi tumekuwa Wakristo kwa njia ya imani, tunaweza kuwa wana wa Israeli. Hicho kitu hakipo kwenye Biblia. Unakuwa tu mwana wa Israeli kama wewe uzao wako unaenda kwa Yakobo kwa njia ya mwili. Kwa hiyo lile swala la Mungu kumwambia Ibrahimu mataifa watabarikiwa kupitia yeye, kwamba mataifa wote watabarikiwa kupitia yeye. Ukienda kwenye history ukaangalia uzao wa Ibrahimu, tuone.
Tutaendelea hapa Warumi 9. Kwa hiyo Warumi 9 inaendelea kukufafanulia na kukuambia kwamba ile Ibrahimu alivyoambiwa kwamba wewe utakuwa baba wa mataifa, hiyo haikumaanisha kwamba mataifa wote kila mtu anaweza kuwa Israeli. Nitaruka 6. Si kana kwamba neno la Mungu limetanguka, maana hawawi wote wa Israeli walio wa uzao wa Israeli. Kwa hiyo Paulo anaenda kukuambia kwamba sio wote wana wa Israeli ni Israeli. Kwa hiyo ikimaanisha nini? Kuna wana wa Israeli baadhi ambao walifanyika kuwa mzabibu mwitu. Kuna wana wa Israeli ambao walifanyika kuwa mzabibu mwitu. Kwa hiyo nitaruka Warumi 10 mstari wa 16. Tena malimbuko yakiwa matakatifu, kadhalika na donge lote, na shina likiwa takatifu, matawi nayo kadhalika. Lakini iwapo matawi mengine yamekatwa, na wewe mzeituni mwitu ulipandikizwa kati yao, ukawa mshirika wa shina la mzeituni na unono wake. Usijisifu juu ya matawi yake, ya matawi yale, au ikiwa wajisifu wewe ulichukiaye shina. Kwa hiyo Biblia inakwambia kwamba si wote Israeli ni wana wa Israeli. Inamaanisha nini? Baada ya taifa la Israeli kuanguka kwenye historia, kuna wana wa Israeli wengine ambao walifanya agano na mataifa mengine. Ukienda kwenye kipindi cha Makabayo, baadhi ya wana wa Israeli kwa jinsi ule utumwa ulivyokuwa unaenda, wakaamua kwenda kuungana na Wagiriki na kufanya agano chini ya mtawala wa Wagiriki aliyekuwa anaitwa Antioch Epiphanes. Kwa hiyo wakaenda kufanya agano na mataifa mengine. Ndio ukienda kwenye historia unapata kitu kinaitwa Hellenization au Hellen. Hawa Hellenization au Hellen walikuwa ni wana wa Israeli ambao wamekuwa mataifa baada ya kuingia kwenye agano na mataifa wengine. Kwa hiyo anguko la taifa la Israeli kuliwafanya baadhi ya wana wa Israeli kuwa sio wana wa Israeli. Ndio maana Paulo anakuambia si wote wana wa Israeli ni Israeli. Ikimaanisha nini? Kuna baadhi ya wana wa Israeli baada ya kuliacha lile agano waligeuka kuwa mzabibu mwitu, wakawa mahelen. Kuwa helen nini? Kuwa helen ilikuwa ni kitendo cha wewe kuwa Mgiriki na kufuata tamaduni na mila za Kigiriki. Kwa hiyo hao ndio Paulo anawaita kama mzabibu mwitu. Ndio maana kwenye Warumi 11 ameanza kukwambia ikiwa shina na mizizi au mti wote uko sawa, vile vile hata matawi yake, lakini kuna baadhi ya matawi ambayo yameharibika na kugeuka kuwa mzabibu mwitu. Kwa hiyo alipokuja Yesu akaufanya ule mzabibu mwitu kuwa mzabibu safi tena. Kwa hiyo toka kuanguka kwa taifa la Israeli tukienda kwenye utawala wa Asiria, kipindi Yerusalemu ilipogawanyika kwa utawala wa kaskazini na kusini. Utawala wa kusini ulikuwa unatawaliwa na Rehoboam mtoto wa Suleimani. Utawala wa kaskazini ulikuwa unatawaliwa na Jeroboam. Huyu alikuwa anatokea kwenye kabila la Efraimu. Kwa hiyo tangia hapo wana wa Israeli walianza kuabudu miungu mingine.
wale utawala wa kaskazini walichukuliwa utumwa kwenda Asiria. Toka kipindi hicho wana wa Israeli walikuwa wanakuwa mataifa, wanapelekwa utumwani mpaka leo hii. Kwa hiyo ndio maana ukienda kwenye Mwanzo 18:18 Biblia inakwambia kwamba mataifa watabarikiwa kupitia Ibrahimu. Inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba wana wa Israeli watakuwa katika pande kuu 4 za dunia. Kulingana na historia, hakuna taifa kubwa limesimama hapa duniani pasipokuwa na mkono wa wana wa Israeli. Kwa hiyo ile Biblia inapokuambia mataifa watabarikiwa kupitia Ibrahimu, ilikuwa haimaanishi kwamba wewe ukiwa Mkristo unageuka kuwa mwana wa Israeli. Kama tulivyoona kwa Warumi 9, anakuambia kwamba kuwa Israeli unatakiwa uzaliwe kupitia Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tutasoma tena. Warumi 9 mstari wa 7. Wala hawawi wote wana kwa kuwa wazao wa Ibrahimu, bali katika Isaka wazao wako wataitwa. Hii inamaanisha nini? Ibrahimu alikuwa na watoto wengi, Ishmaeli na watoto wengine wengi. Lakini Biblia inakwambia katika Isaka ambaye alimzaa Yakobo, ndipo uzao au ndipo baraka zitakapoenda. Unaona? Kwa hiyo agano kati ya Ibrahimu na Mungu aliwahusishi Waarabu na dini yao. Agano kati ya Mungu na Ibrahimu inawahusisha wana wa Israeli ambao ni uzao wa Yakobo. Na ndo Biblia imeandikwa kwao, si kwa ajili ya kila mtu. Kwa hiyo tunarudi kwa Ibrahimu kwamba mataifa watabarikiwaje kupitia Ibrahimu. Kwa hiyo hili Kumbukumbu la Torati 28:64. Bwana atakutawanya katika mataifa yote tokea ncha hii ya dunia hata ncha hii ya dunia, nawe huko utatumikia miungu mingine siyojua wewe wala baba zako, nayo ni miti ya mawe. Naona kwa hiyo Biblia inakwambia kwamba wana wa Israeli wasipozifuata sheria zile zilizowekwa na Musa, Mungu atawasambaza kutoka ncha moja ya dunia mpaka ncha nyingine. Kwa hiyo kupitia huu mstari ndio tunarudi Mwanzo 18:18, Mungu alipomwambia Ibrahimu, watu wote hapa duniani watabarikiwa kupitia wewe. Tumeenda Warumi 9:7, tumeona kwamba uzao wa Ibrahimu utaitwa kwa Yakobo ambaye alimzaa Isaka, kwa Isaka ambaye alimzaa Yakobo. Kwa hiyo hii Mwanzo 18:18 inamaanisha nini? Mataifa wote kubarikiwa kupitia Ibrahimu. Hii inamaanisha kwamba ukienda Kumbukumbu la Torati 28:64 anakuambia kwamba Mungu atawatawanya wana wa Israeli nchi zote hapa duniani. Kwa hiyo huko waliko wataishi kama watumwa. Na ndio ukija kwenye historia tawala zote kubwa zilizoinuka hapa duniani, wana wa Israeli walikuwa wanakuwa watumwa. Tukianzia na Egypt. Kutoka Egypt tunakuja Asiria. Kutoka Asiria tunakuja Babeli. Kutoka Babeli tunakuja Waajemi na Persia. Tukitoka hapo tunakuja Rumi ambao ndio utawala wa mwisho na ndio tulionao sasa hivi. Kwa hiyo hizi tawala zote kubwa zimejengwa wana wa Israeli wakiwa watumwa. Hiyo ndio inamaanisha kwamba mataifa watabarikiwa. Watabarikiwa vipi? Watabarikiwa kupitia maumivu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo agano la Mungu na Ibrahimu, yeye kuwa taifa kubwa, halimaanishi kwamba wewe ukiamini kama Mkristo leo utageuka kuwa mwana wa Israeli. Agano la Mungu na Ibrahimu kutimilizwa kupitia Yesu, kwamba Yesu ndio atakuwa mtawala wa wana wa Israeli.
Salama. Kwa hiyo agano Mungu aliyoliweka kati ya Ibrahimu na yeye litatimilizwa kupitia mnayemwita Yesu. Kivipi? Nitasoma kutoka Luka 1 kuanzia mstari wa 31. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanaume, na jina lake utamwita Yesu. Huyu atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Kwa hiyo Yesu, watu wengi wanafikiria Yesu alikuja kufa tu ndio basi. Yesu alikuja kufa vile vile kuwa mfalme, kuja kukaa kwenye kiti cha enzi cha baba yake Daudi. Na unapoona sasa hivi hajakaa kiti cha enzi cha baba yake Daudi, Daudi wakati anatawala hapa duniani aliwafanya mataifa wote kuwa chini yake. Aliwafanya mataifa wote kuwa chini ya miguu yake. Kwa hiyo huyo ndo Daudi. Kwa hiyo Yesu alipokuja kufa mara ya kwanza, Biblia inakwambia alikuja kama mwana kondoo. Lakini baadaye ukienda kusoma kwenye Ufunuo 5 anakwambia kwamba Yesu atakapokuja mara ya pili atakuja kama simba. Kwa nini? Kwa sababu atakuja kama mfalme. Unaona? Na tunaendelea hapo. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele. Kwa hiyo watu wanaosema kwamba Israeli, kila mtu unaweza kuwa Israeli, na huko wengine wanaenda zaidi na kusema Israeli ni taifa ambalo alipo tena. Kwa nini? Kwa sababu kila mtu anaweza kuwa Israeli. Ndio Wakristo wanaposema hivyo. Ukiwa kwenye majibizano yoyote na Wakristo wanakuambia kwamba taifa la Israeli halipo tena na agano la kale limepitwa, na kila mtu unaweza kuwa Israeli kwa sababu Mungu aliweka agano na Ibrahimu kwamba watabarikiwa mataifa. Lakini huo sio kweli kulingana na Luka. Luka 1. Tumeona kwamba huyu Yesu atapewa nyumba ya Yakobo. Ataimiliki milele. Kwa hiyo Yesu atakapokuja mara ya pili, nyumba ya Yakobo au Israeli itakuwa taifa hapa duniani. Hiyo nayo inaua ujinga wa kwamba hii dunia itaharibiwa yote, tutaenda kuishi mawinguni. Hicho kitu hakipo. Yesu atakapokuja mara ya pili, ataanzisha serikali hapa duniani ikiwa ikiongozwa na wana wa Israeli kama taifa kuu. Na kutakuwa na kitu kinaitwa mahakama ya kazi. Hapa duniani kuna kitu kinaitwa mahakama ya kazi. Na atakuwa na hukumu mataifa kwa sheria 613. Kwa hiyo ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani na mataifa yatakuwepo kama yalivyo. Tunapoongelea ufalme wa mbinguni, ufalme ni utawala, na mbingu vile vile inaenda kwenye neno la Kigiriki linalomaanisha utawala pia. Kama Biblia inavyokuambia, natazama mbingu na mbingu mpya na nchi mpya, vya zamani vimekwisha kupita. Kwa hiyo hii dunia ambayo tunaishi sasa hivi, kulingana na Biblia, hii ni mbingu. Kulingana na Biblia kuna mbingu 3. Hapa duniani ni mbingu. Mbingu ya pili ni wanakoweka satellite. Mbingu ya 3 ni anakokaa Mungu. Huko ambako wewe huwezi kwenda. Kwa hiyo hapa duniani hii nayo pia ni mbingu. Kwa hiyo mtu anapokuambia tunasubiria ufalme wa mbinguni, mwambie ufalme wa mbinguni maana yake ni nini? Unakuaje? Kwa sababu kulingana na Biblia unaambiwa kwamba Yesu atawachunga mataifa kwa fimbo ya chuma. Alafu vile vile Biblia inaendelea kukwambia ataimiliki nyumba ya Yakobo milele. Kwa hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kwenye ufalme wa mbinguni utakuwa na nchi kama kawaida.
sema tu hii dunia itabadilishwa kuwa mbingu, au kwa Kiingereza tunasema paradise. Na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Kwa hiyo lile agano la Ibrahimu na Mungu kwamba mataifa watabarikiwa kupitia yeye, nitarudia Mwanzo 18:18, akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu hodari, na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. Kwa hiyo hii mataifa yote watabarikiwa kupitia Ibrahimu haimaanishi kwamba kila mtu atakuwa ule uzao wa ahadi ambao ni wana wa Israeli. Hii inamaanisha tu kwamba mataifa yote watabarikiwa kupitia Ibrahimu, kwa sababu wana wa Israeli watasambazwa kwenye mataifa yote. Kama wana wa Israeli watasambazwa kwenye mataifa yote kama watumwa, na kupitia wao mataifa watabarikiwa na kujenga mbingu yao. Kwa sababu sasa hivi hii tunayoishi hii ni mbingu ya watu. Kwa mfano wenzetu wazungu hawateseki kama wewe kuwaza kwamba kesho wanakula nini. Kuna wazungu wengine wanaishi tu, hana kazi, hana serikali inamlipia chakula, wanakula. Hii ni mbingu yao. Kwa hiyo hapa duniani kuna wengine wanaishi mbinguni na kuzimu vile vile. Hapo kuna Mwafrika ambaye hajui kesho atakula nini, au hajala kabisa, huyo yuko kuzimu. Kwa hiyo tunapoongelea mbingu tunamaanisha utawala. Tunapoongelea mbingu hatumaanishi majengo wala sehemu. Mbingu ni utawala. Kwa hiyo hii ni Wagalatia 3:6. Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki, fahamuni basi kuwa wale walio na imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyoandikwa tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani. Kwa hiyo hii inakuja upande wa pili. Wagalatia 3:6, hii ni upande wa pili, inaongelea kwamba mataifa watahesabiwa haki kupitia Ibrahimu. Tunaenda nyuma tena. Wana wa Israeli walisambazwa kwa mataifa yote, wakawa wanaitwa kulingana na hayo mataifa. Mfano mzuri ni wa Matendo ya Mitume 2:5. Matendo ya Mitume 2:5. Na walikuwapo Yerusalemu Wayahudi wakikaa watu wataua watu wa kila taifa chini ya mbingu. Kwa hiyo mpaka Yesu anakuja, wana wa Israeli walikuwa karibuni kila taifa. Walikuwa wakiitwa majina ya hayo mataifa waliokuwa wanaishi. Kwa mfano Paulo alikuwa anaitwa Mrumi. Kwa sababu gani? Alikuwa na uraia wa Rumi. Lakini haimaanishi kwamba Paulo alikuwa ni Mrumi. Kwa hiyo mataifa wataokolewa, watahesabiwa haki kupitia imani ya Ibrahimu, au kupitia ahadi ya Ibrahimu. Hiyo inamaanisha kwamba wale wana wa Israeli wanaoitwa kwa yale mataifa watakuja tena na kuhesabiwa haki kwa njia ya imani. Kwa sababu ukienda nyuma, kama historia inavyosema, taifa la Israeli lilianguka na Mungu akalikatilia mbali. Mungu anakuambia kwenye Hosea 2 kama Mungu alilipa talaka taifa la Israeli, alilikatilia mbali. Lakini siku za mwisho wana wa Israeli watahesabiwa haki kama Ibrahimu alivyohesabiwa haki, na Mungu atalirudisha lile agano aliloweka na Ibrahimu na kuifanya uzao wa Ibrahimu ambao unahesabiwa kupitia Isaka na Yakobo kuwa taifa tena.
na Yesu atakuwa ndio mfalme wao. Kwa hiyo wale mataifa ambao watahesabiwa haki na kufanyika wana wa Ibrahimu, inarudi tena kwa wana wa Israeli ambao wanaishi kwenye yale mataifa. Kwa hiyo nitasoma tena kutoka kwenye Warumi 11. Biblia inakwambia, basi nauliza, je, Mungu aliwasukumia mbali watu wake? Hasha. Hao watu wake ni watu gani? Wana wa Israeli. Watu wengi wanasema taifa la Israeli imekatiwa mbali, kila mtu anaweza kuwa Israeli. Mungu anakwambia, je, Mungu amewatupilia mbali watu wake? Biblia inakwambia hasha. Kwa kuwa mimi nami ni Mwisraeli. Huyo ni Paulo anakwambia. Na watu wengi wanaposema kwamba Paulo alifanyika kuwa mtume wa mataifa, hawajui wale mataifa ni mataifa gani. Ndio maana nimeanzia kwenye agano la Ibrahimu na mataifa kubarikiwa na wao kumuita Ibrahimu kama baba yao. Nimekuja mpaka kwa Paulo ambaye alienda kwa hawa wanaitwa mizabibu mwitu ambao ni mataifa. Nikaenda kwenye historia ya kipindi cha Wagiriki, kama kuna wana wa Israeli ambao walifanyika mataifa, walifanya agano na mataifa mengine, kwa hiyo wakawa wanaitwa mataifa. Na Paulo alifanyika kuwa mtume wa mataifa, sio mataifa kama mataifa mengine. Kuna aina mbili za mataifa. Kuna wana wa Israeli waliofanyika kuwa mataifa. Kwa neno la Kiingereza tunasema diaspora, Jews of the diaspora. Alafu kuna mataifa ambao ni mataifa kabisa, wamezaliwa nje na Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa hiyo Paulo alikuwa mtume wa mataifa gani? Hilo ndio swali ambalo halijibiwi. Mtu anaweza akakwambia tu Paulo alikuwa mtume wa mataifa, lakini ukimuuliza mataifa gani hawezi akakwambia kitu. Atakupeleka tu kwenye neno linalosema hakuna Mgiriki wala Myunani. Ukimuuliza hawa Wagiriki wanaoongelewa hapa ni Wagiriki gani, hajui. Sababu ili uelewe historia ya yale makanisa ambayo Paulo alikuwa anawaandikia barua, unatakiwa uende kwenye historia ya hayo makanisa. Wale wa Yunani kwa neno la Kiingereza au la Kigiriki wanaitwa Maheleni, wana wa Israeli ambao walikuwa wanaitwa Wagiriki. Kwa hiyo Paulo alifanyika kuwa mtume kwa Maheleni, wana wa Israeli ambao walikuwa wanaitwa kwa majina ya mataifa. Mpaka Paulo au mitume wanahubiri, kulikuwa kuna Wayahudi wa aina mbili. Wayahudi ambao walikuwa wanatunza sheria, kwa Kiingereza tunawaita the Jews of the circumcision, na Wayahudi ambao walikuwa hawatunzi sheria, ambao waligeuka kuwa mataifa, walikuwa wanaitwa uncircumcised. Ndio maana Paulo alikuwa anajitahidi kuwaelezea kwamba tuko chini ya sheria, kwa sababu tunaokolewa kwa imani ambayo inaenda kwenye kitu kinaitwa neema. Tunaokolewa kwa neema kwa njia ya imani, kama Ibrahimu alivyothibitishwa kwa njia ya imani na kufanyika baba wa mataifa mengi, ambao hayo mataifa mengi ni wana wa Israeli bado wanaoishi kwenye mataifa mbalimbali. Tuendelea. Mmoja wa wazao wa Ibrahimu, mtu wa kabila la Benjamin, mtu hakuwasukumilia mbali watu wake aliyowajua tokea awali, au hamjui yule yalinena na maandiko juu ya Isaya jinsi anapowashtaki wa Israeli mbele za Mungu. Naona kwa hiyo kilichotokea ni nini? Kilichotokea ni kwamba
miaka mingi, karne nyingi, wana wa Israeli walikuwa wanaenda utumwa mmoja, utumwa wa pili, utumwa mwingine, utumwa mwingine. Kwa hiyo wale watoto waliokuwa wanazaliwa walikuwa wanakuwa kama mataifa. Kwa mfano ukienda kwenye utawala wa Ugiriki, wana wa Israeli walikuwa wanaitwa Mahelleni au Wayunani. Kwa hiyo Biblia inapokuambia hakuna Myunani wala Myahudi, unatakiwa ujue yule Myunani anayeongelewa pale ni nani. Myunani sio Mgiriki kwa kuzaliwa. Myunani ni Mwisraeli aliyezaliwa Ugiriki. Kwa hiyo Paulo alifanyika mitume wa mataifa, bado walikuwa ni wana wa Israeli waliokuwa wanaishi kwenye nchi hizi mbalimbali. Hii ni Mathayo mtakatifu 10, nitaanzia mstari wa 5. Hao thenasara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuenda kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kipindi hicho walikuwa bado wanafunzi, akawaambia kwa mataifa msiende, bali shikeni njia muende kwa kondoo wa wana wa Israeli waliopotea. Kwa hiyo mstari huu unakuonyesha kwamba wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli, sio kila mtu. Na ndio hapo sasa Biblia inaanza kuleta maana. Ukianza tena kusema ufalme wa mbinguni utakuwa hapa duniani na wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli, na maanisha nini? Hii tena ni Yohana mtakatifu 4:22. Ninyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho. Na hili ni swali la kuambia Wakristo wanaabudu wasichokijua. Maana wanaweza wakaanza kukuambia tumefanyika kuwa wana wa Israeli kupitia Ibrahimu kwa imani. Wewe unafanyikaje kuwa mwana wa Israeli kwa imani, wakati Biblia imekwambia mzao wa Ibrahimu utahesabiwa kupitia Isaka kwa njia ya mwili? Naona nanyi mnaabudu msichokijua, sisi tunaabudu tukijuacho, kwa kuwa wokovu watoka kwa Wayahudi. Wokovu watoka kwa Wayahudi, au kwa maana nyingine wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Ukienda kwenye Biblia ya Kiingereza anakuambia salvation is for the Jews, kwamba wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Lakini hapo ukienda kwenye Matendo ya Mitume 1, Matendo ya Mitume 1:8, lakini mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba mitume walitumwa kwa watu wote. Lakini ukienda hapo Matendo ya Mitume 2:5 anakuambia kwamba wana wa Israeli walikuwa wapo katika kila nchi hapa duniani. Kwa hiyo mitume kufanywa kuwa mashahidi mpaka mwisho wa nchi haimaanishi kwamba kila mtu anaweza kupokea wokovu.
Au haimaanishi kwamba Yesu anapingana aliposema salvation is for the Jews, au wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli? Kwamba Biblia haipingani. Utakuta sehemu nyingine Yesu anasema wokovu ni kwa ajili ya wana wa Israeli, sehemu nyingine anakuambia mataifa wote wanaweza kuokolewa. Swali ni kwamba wale mataifa ni kina nani? Hilo ndio swali kuu, kwamba wale mataifa watakaookolewa ni kina nani?